Sasa hivi tunapozungumza, hata nikamfuata Muislamu yeyote hapa nikamuuliza, wewe ni nini ambacho kwa sasa hivi Qur'ani inasema kinaendelea duniani? Nikamuuliza, wewe kwa sasa hivi Masihi Dajjali yuko wapi? Nikamuuliza, kwa sasa hivi Yaajuj wa Maajuj wako wapi? Kwa sasa hivi fitina hizo za huyo Masihi Dajjal ziko wapi? Hawajui maskini, hajui. Pamoja na kuwa Qur'ani imekuja kubainisha matukio. Allah anasema katika Qur'ani sura ya 16 aya 89, hii Qur'ani ina majibu ya kila kitu. Lakini ya kuishia hapo tu, bali Allah akasema tumekuteremshieni kitabu hichi ambacho ni Qur'ani kinachosadikisha yaliyokwisha kupita, mlionayo na yajayo. Umma umelala. Mbaya zaidi, hata hiyo dini nayo imewekwa migongoni. Dini haijapewa thamani leo. Dini yenyewe haijapewa thamani. Kama dini haijapewa thamani, walimu wanaofundisha hiyo dini ni vipi watakuwa na thamani? Leo walimu ambao wanadili na kufundisha hiyo dini wanadharaulika. Imefika hatua hata anayehitaji kuolewa anasema mimi nataka niolewe na ustadhi, lakini asiyo ustadhi kivile, kwa sababu anajua huko njaa tupu, njaa. Wenzetu waliothamini dini wakati wa Mtume na baada ya Mtume walikuwa hata mwanamke akisikia huyu ni kiongozi wa dini ananioa, alikuwa anafurahi, alikuwa na thamani kiongozi wa dini. Lakini leo kiongozi wa dini ana thamani gani tena katika umma? Dini tumeiweka migongoni. Hata viongozi wa walimu hao wa madrasa ambao wanafundisha watoto wetu alifu hawapewi thamani yoyote. Mtu yuko razi afundishe mtoto private schools, analipia kwa mwaka mzima milioni 1 au 600,000, 700,000 mpaka kwenda juu, lakini hawezi kutoa shilingi 200,000 au 120,000. Vyuo vingi vya Kiislamu vikubwa ada yake 200,000 haifiki. 120,000, 100 na ngapi kwa mwaka mzima, kila mwezi shilingi 10,000. Hawezi kutoa 10,000 mzazi, hawezi kutoa 10,000 mzazi. Walimu wa madrasa wanapitia maisha ya ufakhiri, tabu, dhiki, kwa sababu dini imeondolewa thamani yake. Na hata sisi ambao tunaongea mtandaoni huku kuwakumbusha habari za Allah, vile vile tunadharaulika. Hata mtu akipita hapo, huyu anaongelea mambo ya dini, anapita, hana hata haja ya kusema hii ni kurasa inazungumza masala ya kidini, hebu ni follow, nifuatilie hapa niwe napataga ujumbe wa Allah kupitia hapa. Yeye anayehubiriwa hapa ni Allah, si mimi. Ningekuwa na yangu ningeyafanya yangu. Kinachohubiriwa katika hii kurasa sio mimi, na mhubiri Allah, sihubiri maneno yangu mimi. Unaposema nitafanya atakuwa maarufu, maana yake hutaki Allah atangazike. Allah hahitaji hata mchango wako wewe ili ajulikane, awe maarufu. Tayari ni maarufu. Kwa hiyo ukiacha ukifuata sawa. Yote yani nini? Dini imewekwa nyuma. Dini ipo nyuma ya migongo. Asitokee ustadhi ana changamoto, jamani kuna shida hapa, tukamilishe, tuchukue juzuu hizi na kadhalika. Njaa. Kamilisha jambo la Allah. Imani zimezorota. Ndo hali tulionayo. Hivi niwaulize swali. Kwa hizi fitna tu ambazo sasa hivi tunaziona, tunazishuhudia, hizi ambazo tunaziona kuzishuhudia zipo duniani sasa hivi, unafikiri kuna fitna gani nyingine kubwa kuliko itakayokuja zaidi ya hizi ambazo zilizopo? Tunaposema ya kwamba hizi ndizo fitna za Masihi Dajjal, hizi zama ndizo zama za fitna za Masihi Dajjal, tuna maana hakutokuwa na fitna zaidi ya hizi tulizonazo leo. Dajjal amekwisha kufunguliwa, Yaajuj wa Maajuj wamekwisha kufunguliwa, wanafanya kazi zao za kueneza fitna leo duniani. Tayari wameshachakachua mfumo wa fedha, wameingiza fitna katika mfumo wa fedha. Mfumo wa fedha ulikuwa sio huu ndugu zangu.
wa kutushughulisha kila siku asubuhi. Haukuwa huo, sio mfumo rafiki kwa mcha Mungu na imani yake, sio mfumo rafiki. Mfumo wa fedha ulikuwa ni mfumo wenye thamani ambao Allah ndiye anayepanga thamani ya ile fedha. Lakini leo mfumo wa fedha ulivyo, thamani ya ile fedha wanapanga watu wenyewe. Kwa ni rahisi watu hao kujipendelea. Watu hao zamani, mfumo wa fedha ambao Allah alikuwa anauridhia na akapanga yeye, ilikuwa ukimiliki dinari ama dirham 10,000 na ukaambiwa eneo hili unauziwa kwa dirham 10,000, hata ikapita miaka 100, lile eneo ungalinunua kwa zile dirham 10,000. Lakini mfumo huu wa kuchakachuliwa wa Dajjal na Yajuj wa Majuj unaotushughulisha kila asubuhi kwenda kutafuta hizo fedha. Leo ukiambiwa parachichi ni 1,000, si ajabu kesho ukaambiwa parachichi ni 2,000, au hapa 1,000, sio mpaka kesho mbali. Eneo hili parachichi ni 1,000, ila ukienda pale ni 2,000. Si ajabu, lile parachichi, ila thamani tofauti. Hii ndio maana ya kuchakachuliwa. Mfumo huu sio rafiki, kwa sababu mtu anakuwa hana utulivu wa kiakili. Akili inatulia pindi mtu anapopata uhakika na utulivu wa maisha. Maisha ni uchumi. Sasa uchumi uko unayumba, mtu hawezi kutulia. Kupitia fitina hii leo imepelekea ndugu zetu wengi sana wamemsaliti Allah, ibada hawafanyi kwa sababu ya fitina hii. Anaona akipenda kuswali mara kwa mara atapunguza juhudi yake ya kutafuta hizo fedha. Subhanallah. Nitumie nafasi hii ndugu zangu kuwakumbusha tufahamu ya kuwa wakati ambao tutashuhudia kumuona Dajjali katokeza, anaonekana duniani kwa macho yetu hivi. Sasa hivi kafunguliwa, lakini hajafika wakati wa sisi kumuona kwa sababu bado hajajitokeza, ila kafunguliwa kwenye yale maminyororo. Kwa anatoa oda kwa askari wake ambao ni Yajuj wa Majuj, ambao wana sifa ya mufsiduna fil ardh, mafisadi wakubwa kwenye ardhi, wamsaidie kueneza fitna zake. Na ndio hawa wanaeneza fitna zake mpaka sasa. Anatoa hiyo oda. Kwa anatoa oda akiwa mafichoni huko, muda wake wa kujitokeza ile khuruju Dajjal bado hujafika. Atakapojitokeza pale baina ya Syria na Iraq ndio itakuwa over. Baada ya Dajjal kujitokeza, na milango ya tauba itakuwa inafungwa pia. Kwa maana ya kwamba akishajitokeza hakutokuwa tena na kuanza kueneza fitna, bali atakuja kuzimalizia. Maana yake tayari alishazitoa fitna zake huko nyuma. Mtu ambaye hakusalimika kabla ana maana tena ya kusalimika, ashapotea huyo. Ndio tujue ni hatari sana, na muda si mrefu Dajjal yupo karibu kujitokeza. Labda nimalizie kwa kukumbusha, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia zitawajia watu zama ambazo hakuna kitakachobakia ndani ya Qur'ani isipokuwa maneno, hakuna kitakachobakia ndani ya Uislamu isipokuwa jina lake. Na watu wa wakati huo, watu wa muda wa wakati huo watakuwa na misikiti iliyopambika sana, yenye kupendeza sana, lakini ndani ya misikiti hiyo kutakuwa hakuna uongofu. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anaendelea, anasema waalimu wa dini wa wakati huo, mashekhe na maulama, ndio watakuwa watu waovu zaidi chini ya mgongo wa ardhi. Kutoka kwao fitna zitaanza na kwao fitna zitarudia. Fitna gani ambazo walimu hawa wa dini kipindi hichi wamezianzisha na zinawarudia? Fitna ni kuficha elimu inayopaswa kwenda kwenye mioyo ya Waislamu. Elimu hiyo ni ipi? Ni elimu ya wakati na mazingira kwa mujibu wa Qur'ani. Ndio elimu hata kila mtume na nabii aliifundisha. Elimu ya kuelezea historia ndani ya Qur'ani ipo. Elimu ya kueleza mambo yanayowakabili Waislamu wakati huo waliopo ipo. Elimu ya kueleza mambo ya future yajayo kwenye Qur'ani ipo. Lakini walimu hawa leo wamebezi kuzungumza elimu ya historia ya yaliyopita, wanasahau yaliyopo. Yaliyopo ndio hizi fitna za Dajjal, ndugu zangu, kwa leo, ambayo walimu hao hawayaongei. Mambo haya yanaua imani za Waislamu kwa kasi kubwa na kasi ya ajabu, lakini walimu hao hawayaongei. Ndio maana leo watu wamekuwa wagumu kutoa sadaka, wagumu kuipenda dini, wagumu kuwajali walimu wa dini.
wagumu katika nyoyo. Nyoyo zimekuwa ngumu kama mawe, tena bora hata ya mawe, kwa sababu hata Allah anasema yapo baadhi yao yanayopasuka na kutoa maji. Nyoyo zimekuwa ngumu katika zama hizi. Kwa sababu ya hilo jambo, watu wahubiriwe elimu ya uhalisia wa mazingira yao. Yanahubiriwa mambo yaliyopita tu, yenye yanaendelea hayapo, kama vile hayapo, hayahubiriwi. Kwa hii ndio fitna kubwa ya maulama wengi wa zama hizi. Wapo wachache ambao wanazungumza haki na matukio yaliyopo, lakini wengi hawazungumzi. Ndio maana dini haithaminiwi, hata hao walimu pia hawathaminiwi. Subhanallah. Lakini ndio hivyo, Mtume akasema kipindi hichi Uislamu utabaki jina. Ni kweli. Leo tuna watu wengi wana majina ya Kiislamu, lakini tuna watu wachache sana ambao wanauishi Uislamu, wanawake kwa wanaume. Akasema pia Qur'ani itabakia maneno tu, haitakuwa ina maana tena. Ni kweli. Leo tunayo Qur'ani ile ile ambayo maswahaba walikuwa nayo, haijabadilishwa hata kitu. Tunayo ile ile maana ile ile ambayo maswahaba walisoma ikawakuza imani, ila sisi leo ya kwetu sisi hatuifanyii kazi, hatuizingatii kuifanyia kazi. Tumechagua baadhi ya aya tuzifanyie kazi na baadhi yake tumezipuuza. Ndio sisi. Nichukue nafasi hii kusema kwamba hadithi hii inatuhusu sisi. Tumche Allah ndugu zangu, tutafute elimu, tujue tupo wakati gani, tujue nini cha kufanya kabla kila mmoja wetu haijamfikia wakati wa kurejea kwa Mola wake. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.